kutoka katika vyanzo vyake vya ndani vya makusanyo na kufanikiwa kukusanya shilingi milioni 329,557,546 vyanzo hivyo vinajumuisha leseni za biashara, maliasili, huduma pamoja na tozo na faini. Mchanganuo wa mapato katika kila chanzo yanaonekana katika kiambatanisho cha makusanyo ya mapato ya robo ya pili. Sababu za kuvuka lengo la ukusanyaji wa mapato ni kutokana na usimamizi madhubuti pamoja na ukuaji wa shughuli za kiuchumi. Pia Baraza la Mji Kusini limeimarisha usimamizi, ufuatiliaji na ukaguzi wa vyanzo mbalimbali, jambo ambalo limeongeza uwajibikaji na ufanisi katika ukusanyaji wa mapato. Aidha, kutokana na mazingira bora ya kibiashara yaliyopo ndani ya wilaya Kusini yenye kuvutia wawekezaji, yameweza kupelekea ongezeko la maduka, kampuni na shughuli za ujenzi zinazohitaji vibali. Vile vile kumekuwepo na ongezeko la wajasiriamali na matumizi ya mabango ya matangazo ambayo yote kwa pamoja yamechangia kuongeza mapato na hatimaye kusaidia kuvuka lengo lililowekwa. Katika suala la usafi wa mazingira kwa robo ya pili 2025-2026, baraza lilipanga kukusanya jumla ya tani 1500 za taka na imeweza kukusanya jumla ya tani 962 sawa na 64% ya malengo ya robo ya pili. Vile vile tani 1840 zilikusanywa na kampuni ya Foster Investment Limited na tani 729 zilikusanywa na kampuni ya Muma Security and Cleaning Company ambao ni mawakala wa uzoaji taka katika mahoteli ndani ya wilaya ya Kusini. Hivyo jumla ya tani 3531 zilikusanywa kutoka wilaya ya Kusini na kwenda kutupwa jaa la Kibeli kama inavyoonekana katika jadwali hilo hapo. Katika suala la usimamizi wa ujenzi katika maeneo yaliyopo ndani ya wilaya ya Kusini, Baraza la Mji Kusini limefanya doria ya kudhibiti ujenzi holela usiofuata miongozo katika shehia za Kizimkazi Dimbani, Kizimkazi Mkunguni, Michamvi na Bwejuu. Katika doria hizo jumla ya majengo ya ujenzi 125 yalikaguliwa kwa kipindi cha robo ya pili 25-26. Aidha, maombi 225 ya vibali vya ujenzi yaliwasilisha kutoka katika maeneo ya ujenzi ndani ya wilaya Kusini kwa robo ya pili 2025-26, na kati ya maombi hayo vibali 206 vya ujenzi viliidhinishwa kwa hatua za kuendeleza ujenzi. Aidha, faini 4 za ujenzi bila kufuata taratibu zilitozwa. Kiwango cha fedha zilizokusanywa kupitia vibali vya ujenzi kwa kipindi cha robo ya kwanza 2025-26 zinaonekana katika kiambatanisho cha makusanyo ya mapato ya robo ya pili. Vile vile kumekuwa na baadhi ya maombi ambayo hayakukidhi vigezo vya kupata kibali kwa ajili ya ujenzi kutokana na kukosekana kwa vigezo na masharti ya kisheria miongozo ya kupata kibali husika, ikiwemo uzibaji wa njia za umma, migogoro katika umiliki wa maeneo husika, pamoja na ujenzi katika maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya mipango mingi ya serikali. Katika suala la uwezeshaji wa jasiriamali, Baraza la Mji Kusini lilitoa mafunzo kwa vikundi 11 vya wajasiriamali shehia ya Kijini Makunduchi wilaya ya Kusini kwa lengo la kuwawezesha kufanya maombi ya fomu za mikopo kwa njia ya mfumo ambao unarahisisha utendaji kazi na kuleta ufanisi wa vikundi vilivyopatiwa elimu hiyo kama ifuatavyo. Jadwali linaonyesha jumla hiyo vikundi vilivyoainisha hapo juu. Vile vile watu 4 wenye mahitaji maalum walipatiwa mikopo, mmoja kutoka katika shehia ya Kibuteni, mwingine shehia ya Kijini Makunduchi na wawili kutoka shehia ya Mungoni. Kwa kipindi cha robo ya pili 2025-26, Baraza la Mji Kusini liliwasilisha jumla shilingi 35,597,947 kwenda taasisi ya uwezeshaji wananchi kiuchumi kwa maana ya ZEA, ikiwa ni utekelezaji wa 442. Pia kwa kipindi cha robo ya pili kikundi kimoja kilinufaika kwa kupata mkopo kutoka taasisi ya uwezeshaji wananchi kiuchumi ZEA. Kikundi hicho ni kikundi cha wanawake Tuwe na Umoja kilichopo shehia ya Muyuni. Majukumu yetu makubwa mawili, kwanza ni usafi, kusimamia baraza letu la kila wiki, kufanya mapato. Cha msingi yule mwenye wadi yake tuhakikishe tunafika wananchi wanaokaribia. Kwanza kutoa taaluma ya namna ya ukusanyaji wa mapato, lakini kwa swala zima la ujenzi kiholela, hili tunataka mlijue nyinyi pamoja na masheha. Ndani ya wadi yako tunapokuta kuna watu 15-20 wajenga hawana vibali, maana diwani anahusika. Sasa wewe ndio diwani wa wadi uko pale, lakini kuna madiwani wengine 5. Tunaomba mfike kule, ujenzi wa kiholela tuache. Watu wajenga hawana vibali. Hapa nishukuru mkurugenzi alipoingia hapa katika mbio za mwanzo zile, tulikwenda tukakuta majengo takriban 390 yanajengwa hana kibali. Na sisi tuko huko
Kwa hivyo spidi ile tuende nayo, lakini jingine kuna kwa ujenzi. Tuhakikishe wanaojenga wanapata taratibu. Huwezi kutoka ukaenda huko ukaamua kujenga. Maana kama unajenga, je, una hati ile eneo lako la kujenga? Hata kama ile hati ile ya kimila tutakuwa nayo, maana kimethibitishwa sheha, lakini unajua huyu mtu ndio mwenyewe, ili kuepusha migogoro ambayo imo ndani ya maeneo haya. Kwa hiyo niombe sana waheshimiwa madiwani kutekeleza wajibu wetu, na pale ambapo tunahisi tuna changamoto yote, mimi nikiwa mkuu wa wilaya hapa Kusini niko tayari kutoa ushirikiano, mawazo, fikra, lakini viongozi wetu, mwenyekiti na makamu wake, mkurugenzi na timu yake, tuendelee kufanya shughuli hizi kuona kwamba tunafika pahala baraza letu hili linakuwa vizuri. Leo tumewasilisha ripoti zile za kamati. Kwa hiyo nizishukuru sana na nizipongeze kamati kwa ripoti nzuri ambazo walichukua muda mrefu kukaa na kuzitengeneza, na kwa hakika zimeakisi haja ya baraza la mji Kusini. Kipekee pia niwapongeze watendaji wetu, maafisa wetu kwa kusimamia yale yote ambayo kamati zile zitaka yasimamiwe mpaka leo yamefika hapa na zimekuja tukazifurahia. Tunawashukuru sana na tunawapongeza sana. Kabla ya kuahirisha kikao hiki, Mheshimiwa, naomba niseme machache ambayo pia yanaweza kutusaidia kujenga katika baraza letu. Tumesikia michango na mijadala ambayo imeendelea katika baraza letu la leo. Tunashukuru majibu yaliyotolewa, lakini tunazidi kutoa msisitizo kwa mambo yafuatayo. Moja, tumetoka kwenye halmashauri tumekuja kwenye baraza la mji na tuna mpango wa kwenda kwenye manispaa. Ni kweli ni lazima tujipange kimanispaa. Hatutakiwi kujipanga kibaraza la mji. Manake kila tunachokipanga leo, kwa sababu tuna lengo la kwenda kwenye manispaa, tukijipanga kibaraza la mji tutabaki kuwa baraza la mji. Sasa kwanza tujipange katika miradi yetu hii ili ionekane kibaraza, ionekane kimanispaa. Madhumuni yangu ni kwamba katika hii miradi tunayoipanga basi tuwe na yote kwa jumla, alafu tutajenga kwa phase. Sisi wenyewe tutajenga pale ambapo tunapaweza, lakini mradi wetu anapokuja, mfano tumepata mfadhili, tukimwambia tuna mradi wa ujenzi Makunduchi, tunamuonyesha hata hajafika Makunduchi, mradi wetu ni huwa na una thamani ya bilioni 5, lakini sisi tuna milioni 2 tu. Hiyo itakuwa imeleta maana. Jambo jingine ambalo ningependa tulifanyie kazi vizuri sisi madiwani na watendaji ni uzoaji wa taka. Tumesikia ripoti nzuri ambazo zimewasilishwa pale, lakini pale kwenye mahoteli ambayo hayajajiunga na hili, na aliunganisha na kwenye mambo mengine, wanasheria watatusaidia. Je, tuna mambo ya kisheria yanayoturuhusu kumkamata, kumpiga faini, ikiwezekana kumfungia mwenye hoteli ambaye hajajiunga na kuzoa taka kampuni yetu? Kama hivyo ndivyo, basi tuna wajibu wa kufanya hivyo, kwa sababu hapa zimeandikwa karibu hoteli 255. Hoteli 255 hazijajiunga na kampuni zetu kuzolewa taka. Tafsiri yake ni kwamba hoteli hizi zote zinatupa taka porini, zinawapa watu wa kawaida. Kwa sisi tutaendelea tu kuzoa taka zinazotupwa. Sasa na wale wengine ambao hawajajiunga watatamani kutoka, kwa sababu pale wakijiunga wanalipa pesa kubwa kidogo, akienda mtu wa kawaida kijijini analipa pesa ndogo. Kwa bila shaka akiona mwenzake hajajiunga anakaachiwa, na wengine wataanza kupungua. Kwa nilikuwa natoa ushauri hapa, tuangalie wanasheria watusaidie nini tutafanya ili waliojiunga wafaidike na wasiojiunga wajiunge, ili na sisi tupate manufaa mazuri, taka zisienee ovyo. Haya yanahusiana na karibu mambo yote, ikiwemo bodaboda. Kama tunatoa leseni za fomu za bodaboda, basi tusitoe bodaboda 200 halafu bodaboda 700 hawajachukua fomu, tunasema hawajaja. Tuwaruhusu 200 wafanye kazi kama sheria itaturuhusu, 700 wote wasifanye kazi ndani ya mji wetu mpaka wachukue kibali, kwa sababu wale 200 waliochukua fomu yetu mwaka huu
Wakiona 700 wasiochukua wanaendelea kufanya kazi bila shida, mwaka ujao hatupati yale mapato.